Azam Media Limited tumeguswa sana. Pole yetu sote. Charles kwangu alikuwa mentor, baba mlezi, baba mzazi, rafiki yangu sana, mzee wangu. Na nilikuwa nikipenda kumuita babu. Ndani ya ofisi, lakini vile vile nje ya ofisi na nyumbani kwake kwa Mama Sara Kibamba. Nitapenda niendelee kusherehekea maisha yake kama zawadi ya pumzi ya uhai wa Charles kwa mambo manne. Mosi ni nidhamu yake ya kazi. Charles pamoja kwamba alikuwa ni mkurugenzi wa redio yetu ya UFM, mimi ni mkuu wa utangazaji Azam TV. Alikuwa akitoka UFM anashusha ukurugenzi wake anaweka mfukoni. Akija kwenye TV anakuwa kama watangazaji wengine walio chini yangu. Nidhamu hiyo ndio Charles aliyoijenga kwa kila mtu kwa aina ya rika. Uwe mdogo basi kwako atakuwa mdogo, na ukiwa mkubwa basi kwake yeye pia utakuwa mkubwa. Alikuwa angalie rika la mtu, kitu alichonacho ama nini anacho. Charles alikuwa akifahamu fika kwamba muda wa habari ni saa 2 kamili usiku. Nusu saa kabla yupo studio. Atakuwepo pale, atataniana na timu nzima. Na akiona hauko kwenye sura ya kufurahi, atakwambia usiendekeze stress. Atahakikisha kila mtu anapata mood ya kazi. Atarihaso pamoja na kwamba amepitia bulletin nzima akiwa redioni kule, lakini bado atafika studio atairihaso upya. Alikuwa na nidhamu kubwa sana ya kufuata maelekezo, haijalishi ni nani anampa maelekezo nyuma ya kamera. Lakini la pili ni passion yake kwenye hii kazi. Passion yake ulikuwa ukiona hata kwa namna anavyoizungumzia kazi yake ya uandishi wa habari. Kuanzia alipotoka, alipopita na hata alipokuwa Azam. Ulikuwa ukiona ile energy kabla hatujaanza kutangaza taarifa ya habari, ama kabla hatujaanza matangazo yoyote. Unaona ana hamu ya kufanya kitu kizuri. Nilichukua muda kidogo kumshawishi kwa sababu niliona ananifurahisha kwa mengi na ananigusa sana moyo wangu kwa passion yake kumuingiza kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni kazi, mara nilikuwa nikimrekodi nacheka mwenyewe alafu siridhiki. Kwa hiyo nataka na wengine wamtambue akiwa nje ya kazi. Kwa hiyo nikajua upendo wake uko kwa Faye. Nikamshawishi Faye. Akamuelewa. Sasa tulivyounganisha nguvu akakubali. Tukamfungulia social accounts zake. Kwa hivyo tukawa tunamrekodi na Watanzania wakawa wanafurahia uwepo wake nje ya kazi. Ambacho nitaendelea kubaki nacho, naamini wengi wanajiuliza napata wapi ujasiri wa kusimama hapa kwa msiba huu mzito, ni furaha yake. Wakati wote, hata nikiwa siko kwenye mood, Charles atahakikisha nikae kwenye mood. Atanitania, atacheka, atatania watu, watacheka, atasema mambo si hayo. Alikuwa hataki matatizo yetu yatangulie mbele ya nyuso zetu. Alikuwa anahakikisha wakati wote tuna nyuso za furaha. Mtakumbuka kuna kipindi fulani
tulipata msiba pale Azam Media Limited kwa wenzetu walipata ajali. Charles katika ule msiba alitufariji kwa furaha yake. Unajua namna akiamua kumfariji mtu. La mwisho ni la Kiswahili. Amependa sana lugha hii adhimu. Alitamani sana katika uandishi wetu, kuanzia mwandishi aliyeko field mpaka muhariri na wewe mtangazaji unayekuja kutangaza habari, uiandike kwa ufasaha, uitamke kwa ufasaha, na maneno yote yatamkwe kwa namna yanavyopaswa kutamkwa. Kwa hivyo hilo nalo nitaendelea kulienzi kwa wakati wote. Naomba mniruhusu sasa nizungumze na babu yangu Charles. Babu, pamoja ni wakati mgumu, nafurahi kwamba nimeweza kutangaza mazishi yako katika habari ya saa 2 Jumatatu, jana Jumanne, na kwa uwezo wa Mungu nilitangaza pia adhuhuri, na nikaingia pia kwenye alasiri kukuzungumzia. Na hata leo ratiba ingeniruhusu, ningeenda pia kutangaza taarifa ya habari ya saa 2 ya kukuhifadhi kwako. Namshukuru Mungu kwa ujasiri alionipa, lakini namshukuru Mungu kwa maisha yako kwangu na wengine wote tuliofanya kazi na wewe. Naamini ni wengi walitamani kufanya kazi na wewe, ila Mungu alinipa upendeleo. Nimeona wenzangu, nimepokea simu na kila walionipa pole. Wengine walikuwa wakikimbia kwa namna wakiniona nilivyo, wanahisi wataniumiza, na kumbe na wao wanaumia. Nimewaelewa na nimewasihi wenzangu, baada ya msiba wasiogope, msiba ni wetu sote. Babu, pokea salamu za wajukuu zako, watoto wangu Hilary, Lebron na Ivanka, lakini pia dada yako mama yangu Magdalena Rusindi, ambao wote wanaamini umelala mahala salama. Na wajukuu zako wanasema wataendelea kutenengeza. Wakati kijana wangu anajifunza kuzungumza, nilirekodi clip ndogo sana. Nikamwambia, unafanya nini Lebron? Natenengeza. Unafanyaje? Natenengeza. Yaani kwamba nimwache aendelee na shughuli yake. Kwa hiyo ile video nilimpelekea babu yangu, akacheka sana. Kila wakati akawa anarudia. Nakushukuru sana babu, na nakupenda sana. Pumzika kwa amani. Ivona, umetaja wajukuu. Nakumbuka wakati tumeenda Afrika Kusini kutangaza kombe la dunia, zile tiketi za kuingia uwanjani mimi nikimaliza nazitupa, na niambia Salim, ziweke hizi. Unajua wajukuu wetu wakija kukua watatubishia kwamba hatujawahi kuja huku kutangaza kombe la dunia. Sasa mimi naziweka na wajua wajukuu. Unajua tiketi ziko somewhere. Na nimwite sasa Deogratis Reyunga kutoka Radio 1. Charles alipoondoka pale alikuwa akifanya kipindi kimoja asubuhi maarufu sana kikiitwa habari nyepesi. Na Ray ndo aliachiwa hiyo. Karibu sana Deo.